Waliwaita wanandoa wenda wazimu. Hakuna aliyejua kweli jinsi mwanamume na mwanamke huyo walivyopatana. Wengine walisema walikutana karibu na makaburi ya zamani ya Anglikana, ambapo wote wawili walikuwa wakiketi wakijisemesha wenyewe. Wengine walidai muunganisho huo ulitokea kwenye mzunguko wa barabara wa mji, ambapo wote wawili walicheza densi miguu peku kwa sauti ya upepo. Lakini kile ambacho hakikuweza kupingwa ni kile kifungo kisichoelezeka kati yao. Mwanamume ambaye jina lake hapo awali lilikuwa Emeka alikuwa mwanafunzi mahiri mwenye akili kubwa ya biashara kama baba yake. Mwanamke Adanma alikuwa mwalimu mpole katika shule ya msingi ya kijiji. Lakini siku moja, bila onyo, wazimu uliwapata wote wawili. Kama upepo unavyopeperusha kitambaa kwenye kamba, akili zao zilipaa. Kwanza Emeka, kisha Adanma. Hakuna aliyejua kilichosababisha. Hakuna ugonjwa, hakuna ugomvi, hakuna ajali. Asubuhi moja tu Emeka alikimbia sokoni akipiga kelele, "Nyoka! Nyoka wako masikioni mwangu." Siku 3 baadaye, Adanma alipatikana ameketi ndani ya kisima cha kanisa, akiimba nyimbo za dini na kupiga makofi. Walianza kufuatana kama vivuli. Emeka alikuwa akibeba begi la Adanma la vitambaa na chupa za plastiki. Adanma alikuwa akimfuta Emeka uso kwa kitambaa kilichoraruka kila wakati alipoanza kunung'unika na kutoa jasho. Ikiwa mmoja aliketi chini ya mwembe kando ya soko kuu, mwingine angewasili hivi karibuni. Walitembea wakiwa wameshika mikono, walicheka pamoja, na wakati mwingine hata walibishana kama wanandoa wa kawaida. Walizungumza kana kwamba bado wana akili. Walicheka kana kwamba ni wao wawili tu walioelewa mzaha huo. Walibishana wakati mwingine, "Nipe kitambaa changu." Adanma alikuwa akipiga kelele, "Huniheshimu." Emeka naye alipiga kelele kurudisha. Kisha baada ya dakika chache, walishikana mikono tena na kuimba nyimbo ambazo hakuna mtu aliyezijua. Watu wa mji huo, baada ya kuwakebei hapo awali, walianza kuwapenda kwa namna ya ajabu. Walikuwa wakiweka chakula karibu, kuwaachia maji kwenye bakuli, na hata kuwafukuza wageni wenye jeuri waliothubutu kuwatukana. "Wanawazimu, lakini wanapendana," alisema Mama Kechi, mmiliki wa kibanda cha chakula. Hakuna aliyethubutu kuwatenganisha. Ingekuwa kama kutenganisha mwezi na usiku. Miaka ilipita na asubuhi moja jambo la ajabu lilitokea. Adanma alianza kuonyesha dalili za ujauzito. Tumbo lake lilivimba na kicheko chake kikawa laini na cha polepole. Mji uliingia kwenye mkanganyiko. Ni nani aliyekuwa amempa mimba mwanamke mwenda wazimu? Wengine walihisi ni dereva mpita njia au mtu mbaya aliyechukua fursa hiyo. Lakini wakati ulipofika, hakuna aliyeweza kubashiri nini kingetokea baadaye. Ilikuwa jioni tulivu. Anga lilikuwa la machungwa. Ndege walikuwa wakiruka chini. Adanma alikuwa ameketi kando ya kijito, akiimba wimbo ambao yeye tu ndiye aliuelewa. Kisha akapiga kelele. Haikuwa kelele yake ya kawaida ya kuongea kwa sauti au kilio cha wazimu. Ilikuwa kelele tofauti, iliyopasua hewa kama radi. Wanawake walikimbia kutoka kwenye vibanda vyao. Wanaume walitoka kwenye maduka yao. Watoto walichungulia kutoka nyuma ya miti. Emeka alikuwa tayari kando yake, akimshika mkono. "Sukuma," alinong'ona. "Sukuma, malkia wangu. Lete mtoto wetu." Adanma alisukuma. Alipiga kelele. Aliuma midomo yake. Alishika mkono wa Emeka kana kwamba ndicho kitu pekee kinachomfanya abaki hai. Kisha kwa kelele moja ya mwisho, mtoto alitoka akilia, akiwa mloevu na hai. Mwanamke mmoja kutoka kwenye umati alijitokeza mbele. Alimwosha mtoto kwa maji ya kijito. Alimfunga kwa mtandio wake mwenyewe. Mji ulisimama kimya. Hata hewa ilisimama. Watu walisogea karibu. Mtoto alifungua macho yake. Mtu mmoja akashangaa, "Ana macho ya Emeka," walinong'ona. Mwingine akasema, "Tazama dimbwi la mashavu kama Emeka, hata paji lake la uso hukunjana anapofanya kashafa." Mtu mmoja aliongeza. Hakukuwa na shaka, mtoto alikuwa wa Emeka, si wa dereva wala wa mgeni. Alikuwa wa Emeka. Mwanamume mwenda wazimu alikuwa baba, mwanamke mwenda wazimu alikuwa mama, na sasa walikuwa na mtoto. Walimuita jina Amma. Jina hilo lilikuja kama upepo, rahisi na lenye nguvu. Emeka alimshika kana kwamba ametengenezwa kwa dhahabu. Adanma alimwimbia kana kwamba hakuwahi kuwa na wazimu. Mji haukusema lolote. Hakuna aliyecheka. Hakuna aliyefanya mzaha kwa sababu huu haukuwa wazimu tena.
Huu ulikuwa muujiza. Mji haukuwa mkimya tena. Tangu asubuhi mpaka usiku, watu walizungumza sokoni, kando ya kijito, chini ya mwembe. Sauti zilipaa kama moshi wa kuni. Wenda wazimu wanawezaje kulea mtoto? Atakuwa akila mchanga na kulala chini ya madaraja. Mtoto huyu anahitaji msaada. Ni wa thamani sana kuachwa nao. Hivyo wazee waliitisha mkutano. Waliketi katika duara chini ya mti mkubwa mbele ya jumba la kifalme. Ndevu za kijivu, nyuso zenye makunyanzi, mawazo mazito. Mzee mmoja alikohoa kidogo kisha akauliza, "Je, tumtoe mtoto huyo kwao?" Mwingine akajikuna kichwa. "Je, wenda wazimu wanaweza kweli kulea mtoto?" Walibishana kwa saa nyingi. Wengine walisema ndio, wengine walisema hapana. Lakini kabla hawajaamua, Emeka aliingia ndani. Hakuwa na shati, akiwa na vumbi usoni mwake. Alishika fimbo ndefu, macho yake yalikuwa na moto. Adama alimfuata nyuma yake. Kitambaa chake kilikuwa cha zamani, lakini kilifungwa kwa nguvu kifuani mwake. Ndani ya mikono yake, mtoto Ama alikuwa amelala, amefungwa kwa kitambaa kilichofifia. Emeka hakusalimia, hakupiga goti. Alisimama tu pale na kupiga kelele, "Mguseni muone kitakachotokea." Wazee waliganda. Emeka aliinua fimbo yake. Mikono yake ilitetemeka, lakini macho yake yalikuwa imara. "Ninaweza kuwa mwenda wazimu," alisema, "lakini mimi ni baba yake." Adama alimkumbatia kwa nguvu zaidi, kana kwamba mtoto huyo ametengenezwa kwa kioo. "Ni mtoto wetu," alinong'ona, "wetu." Upepo ulivuma. Jani lilianguka. Hakuna aliyeongea. Kisha Mama Kechi, yule muuzaji wa chakula, alijitokeza mbele kutoka kwenye umati. Alibeba bakuli ndogo ya chakula. Aliiweka kwa upole karibu na Adama. "Nilileta uji wa viazi vikuu," alisema, "kwa ajili ya mtoto." Mwanamke mwingine aliacha kitambaa. Kijana mmoja alileta kopo la maziwa. Mmoja baada ya mwingine, wote walifuata. Maji, sabuni, viatu vidogo, kikombe, blanketi. Hakuna aliyesema kitu kingine. Wazee walitazamana. Kisha yule wa zamani zaidi akatikisa kichwa polepole. "Waacheni wawe," alisema, "lakini tuwaangalie kwa mbali." Na hivyo jambo hilo likaisha. Mji haukumchukua Ama, lakini hawakuwapuuza pia. Tangu siku hiyo, kitu kilibadilika. Kila mahali Emeka na Adama walipoenda, watu walikuwa wakiangalia. Mtoto alipolia, mtu fulani alikuja na chakula kila wakati. Mvua iliponyesha, mtu alikimbia na kifuniko. Baridi ilipokuja, mtu aliacha nguo za joto kando ya mkeka wao. Hawakuwahi kuzungumza na wanandoa hao moja kwa moja, lakini walikuwa wakiacha kitu nyuma kila wakati. Ama alianza kukua. Vidole vyake vilikuwa na nguvu. Macho yake yalikuwa makali. Tabasamu lake liliangaza barabara kama mwezi mpevu. Watu walisema, yeye si kama wao. Ni mbegu inayokuwa katika udongo uliopasuka. Mji wa Mudike ukawa mama yake wa pili. Hawakumshika mikononi mwao, lakini walimshika mioyoni mwao. Ama hakuwa kama wazazi wake. Tangu akiwa mdogo, alikuwa mwerevu, makini na mkaidi. Kila asubuhi, aliwaacha wazazi wake chini ya mwembe na kutembea kuelekea uzio wa shule. Si ndani, nje tu. Alikuwa akisimama karibu na dirisha, kichwa chake kikiwa kimeinama upande, mikono yake ikiwa nyuma ya mgongo wake. Watoto wengine waliketi ndani, wakiandika kwa penseli na kuimba alfabeti. Ama alisimama pale tuli kama sanamu, macho yake yakiwa yamepanuka, masikio yake yakiwa wazi. Alikuja kila siku. Wakati mwingine mvua ilinyesha. Bado alikuja. Wakati mwingine jua lilichoma kama pilipili. Bado alikuja. Asubuhi moja mwalimu alimwona. Alikuwa Mwalimu Bisi, yule mwenye macho laini na nywele fupi. Alitulia wakati wa somo, akatazama nje ya dirisha na kusema, "Yule msichana yuko hapo kila wakati." "Ni nani?" Mwanafunzi mmoja alinyoosha mkono. "Yeye ni Ama, binti wa wanandoa wenda wazimu." Mwalimu alimwangalia Ama kwa karibu. Hata kutokea nje, aliweza kuona midomo yake ikicheza kwa upole. Ama alikuwa akikariri kile ambacho darasa lilikuwa likisema. Siku hiyo baada ya shule, Mwalimu Bisi alikutana na mkuu wa shule. "Mwalimu, kuna msichana nje ya dirisha letu. Anasikiliza kila siku. Anataka kujifunza." Mkuu wa shule alikuwa mzee na mkali. Alikunja uso. "Unamaanisha yule mtoto wa mwanamume mwenda wazimu na mwanamke mwenda wazimu?"
Ndiyo mwalimu, lakini yeye ni tofauti. Anavaa matambaa, alisema. Ana viatu, aliongeza. Ana akili, mwalimu alijibu. Asubuhi iliyofuata, Ama alisimama dirishani wea tena kama kawaida. Safari hii, mwalimu Bisi alitoka nje. Alimshika mkono kwa upole and kusema, "Ingia ndani Ama, njoo uketi." Ama alitazama juu. Midomo yake ilitetemeka. "Mimi?" aliuliza. "Ndiyo wewe." Mwalimu alitabasamu. "Unataka kujifunza, sivyo?" Ama akaitikia kwa kichwa polepole, hivyo akamfuata mwalimu ndani. Watoto walikodolea macho. Wengine walicheka. Mvulana mmoja alinong'ona, "Ananuka kama mtaro." Lakini Ama hakujali. Aliketi mbele. Ana viatu. Nguo zimeraruka mikononi. Lakini macho yake yalikuwa yenye kung'aa. Mikono yake ilishika chaki kana kwamba alizaliwa kwa ajili hiyo. Mwalimu aliuliza, 2 alama ya ngongeza 2 ni ngapi? Ama alinyoosha mkono. 4, alisema. Sahihi. Ni herufi gani ya kwanza katika neno banana? Ama alinyoosha mkono. B, alisema. Sahihi tena. Kila siku alikuja mapema. Kila siku aliketi mbele. Hata wakati watoto wengine walipomdhihaki. Hata wakati tumbo lake liliponguruma kwa njaa. Mkuu wa shule alikuwa akiangalia kutoka dirishani mwa ofisi yake. Alasiri moja, alikuja darasani. Alisimama nyuma na kumwangalia Ama. Mkono wake ulikuwa hewani tena. Alijibu kila swali. Hata alimsaidia mvulana aliyekuwa kando yake. Baadaye mkuu wa shule alimwambia mwalimu Bisi, "Huyu ni tofauti." Mwalimu Bisi alitabasamu. "Yeye ni nyota iliyofunikwa na vumbi, mwalimu." Na tangu siku hiyo, Ama akawa mwanafunzi wa kweli. Hakuna tena madirisha, hakuna tena kutazama kutokea nje. Sasa aliketi na wengine. Hakuwa na vitabu, lakini akili yake ilikuwa imejaa. Hakuwa na viatu, lakini miguu yake ilimbeba mbali. Akili ya Ama ilikuwa kama moto. Haikulala kamwe. Alisoma kila kitu. Aliuliza kila kitu. Alijifunza haraka kama jinsi akili yake ilivyokuwa ikinywa maarifa, kama jinsi udongo mkavu unavyokunywa mvua. Walimu walimpenda. Mkuu wa shule alimpa vitabu vya zamani. Mama Kechi alimpa karanga na machungwa. Hata mji ulimshonea sare safi siku moja wakisema, "Acha nyota yetu ing'ae vizuri." Kisha asubuhi moja tulivu, jambo kubwa lilitokea. Shule iliita jina lake wakati wa mkusanyiko wa asubuhi. Kila mtu alikusanyika. Mkuu wa shule alikohoa kidogo kisha akasema, "Ama amepewa ufadhili wa masomo," alisema, "wa kwenda shule ya sekondari mjini." Mashangao yalipaa kama ndege angani. Wanafunzi walipiga makofi. Walimu walitabasamu. Ama alisimama tuli, macho yake yakiwa yamepanuka. Hakuwahi kutoka Umudike hapo awali. Hakuwahi kuona jengo refu. Hakuwahi kuingia kwenye basi kubwa. Lakini sasa, safari yake ilikuwa inaanza. Jioni hiyo, alikimbia kwa wazazi wake chini ya mwembe. Alishika karatasi ile kwa mikono yote miwili. "Baba, mama, nimepata." Emeka aliitazama ile karatasi, kisha akamtazama Ama. Midomo yake ilipasuka kwa tabasamu pana. Alirusha mikono yake juu. "Binti yangu!" alipiga kelele. "Binti yangu anakwenda mjini." Adanma aliweka karatasi ile kwenye paja lake. Aligusa shavu la Ama na kuanza kuimba. Sauti yake ilikuwa imepasuka, lakini wimbo wake ulikuwa mtamu. "Yeye ni mtoto wetu, mwanga wetu, furaha yetu." Wiki iliyofuata, mji mzima ulimfuata hadi barabara kuu. Alivaa nguo mpya kutoka kwa wanawake wa kanisa. Begi lake lilikuwa dogo, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa. Basi lilipokuja, watu walipunga mikono. "Tufanye tujivunie Ama. Usitusahau sote, soma vizuri." Ama alipunga mikono kwa mikono yote miwili. Ndani ya basi, aliegemeza uso wake kwenye dirisha. Macho yake yaliwafuatilia wazazi wake mpaka miti ilipowafunika. Mji ulikuwa na kelele. Barabara zilikuwa pana. Nyumba zilikuwa ndefu kama majitu. Ama alikaa kwenye bwalo la shule. Alisoma kwa bidii. Alisoma usiku. Aliandika mchana. Hakuwahi kusahau alipotoka. Wakati anamaliza shule ya sekondari, alifaulu mitihani yake. Ufadhili mwingine wa masomo ulikuja, safari hii kwa ajili ya chuo kikuu. Alikuwa anakwenda kusomea sheria. Barua ilipofika, alilia. Kisha akacheka. Kisha akalia tena. Alisafiri kurudi nyumbani wikendi hiyo. Mji ulikuwa haujawahi kusherehekea kama hivyo hapo awali. Ngoma zilipigwa, vyungu vilichemka, watoto walicheza na vijiti vikavu mikononi mwao.
Hata Emeka alicheza miduara kuzunguka mwembe. Alipiga kelele, binti yangu atavaa wigi la mwanasheria. Adanma alipiga magoti na kuinua mikono yake. Aliimba tena. Safari hii mji uliimba naye. Amma aliwakumbatia wote wawili kwa nguvu. Nitakuja mara nyingi, alisema. Sitasahau kamwe. Lakini je, atakuja? Na ikiwa atafanya hivyo, atawasaidia? Hili ndilo swali ambalo hakuna mtu angeweza kujibu bado. Alasiri moja yenye joto wakati wa mwaka wake wa mwisho katika shule ya sheria, Amma alikuwa akitembea akitoka kwenye kazi yake ya muda katika ofisi ya sheria. Jua lilikuwa zito juu na vumbi la barabarani lilikwama kwenye viatu vyake. Alikuwa amefika tu kwenye kona ambapo mtaa unakutana na daraja la watembea kwa miguu, wakati mtu mmoja aliyevaa nguo nyeupe alipomuita. Dada. Aligeuka. Alikuwa mchungaji. Biblia yake ilikuwa imebanwa chini ya mkono mmoja, macho yake yakichoma. Unabeba mzigo, alisema. Amma aliganda. Unamaanisha nini? Unauliza maswali moyoni mwako, kuhusu wazazi wako, kuhusu kilichowapata. Amma alimeza mate kwa ugumu. Ndiyo. Jibu, alisema polepole. Liko kwa ndugu wa baba yako na kwenye wosia ambao bado upo. Wosia ulio kwa mwanasheria wa babu yako. Amma alipepesa macho. Mapigo yake ya moyo yalikuwa yakiruka. Unazungumza nini? Lakini mtu huyo alikuwa tayari ameshaligeuka. Alivuka barabara na kutoweka kwenye umati kama ukungu. Hakuna kwaheri, hakuna jina, hakuna kutazama mara ya pili. Amma alisimama tuli. Magari yalisogea. Wamachinga walipiga kelele. Watu walipita kando yake, lakini hakusogea. Mikono yake ilihisi baridi. Akili yake ilikuwa ikikimbia kama gurudumu lisilo na breki. Usiku huo hakulala. Aligeuka kutoka upande mmoja wa kitanda hadi mwingine. Macho yake yalitazama dari. Feni iliyokuwa juu yake ilikuwa ikizunguka polepole kana kwamba nayo inafikiria. Alisikia ile sauti tena. Unabeba mzigo, alijinong'oneza mwenyewe. Kuna wosia. Moyo wake uliendelea kuuliza, nini kiliwapata wazazi wangu? Kwa nini walipoteza akili zao? Kwa nini hakuna aliyewahi kuzungumzia jambo hilo? Kufikia asubuhi, alikuwa amefanya uamuzi. Alikuwa anakwenda kutafuta ukweli. Wikendi hiyo, Amma alipakia begi lake dogo na kupanda basi kuelekea kijiji cha jirani. Barabara ilikuwa na mashimo. Upepo ulimpiga usoni kana kwamba una onyo. Alishika begi lake karibu. Moyo wake ulikuwa ukidunda haraka. Shangazi yake, Shangazi Clara, aliishi katika nyumba ndogo ya udongo yenye maua mbele. Alipomwona Amma, alitabasamu kwa upana na kufungua mikono yake. Mtoto wangu mwanasheria, alisema, akimkumbatia kwa nguvu. Amma alitabasamu naye, lakini ndani ya kifua chake kulikuwa na kitu kizito. Baadaye alasiri hiyo, waliketi nje wakimenya mihogo kwenye viti vya mbao. Vidole vyao vilisogea haraka. Sauti ya kisu ikikwaruza ganda ilikuwa laini na thabiti. Kwa muda hawakuzungumza, ni sauti tu ya mihogo ikianguka kwenye bakuli. Kisha Amma akaongea. Shangazi. Ndiyo mwanangu. Kwa nini wazazi wangu walipata wazimu? Kisu kilitulia. Shangazi Clara alitazama mkono wake kwa muda. Kisha akashusha pumzi ndefu na nzito kama mtu anayejaribu kuvuta kitu kutoka chini ya kisima. Walikuwa wazima, alisema polepole. Mpaka baada ya mazishi ya babu yako. Mkono wa Amma uliacha kusogea. Baba yako Emeka alirudi kutoka mazishini akipiga kelele. Alikimbia sokoni akipiga yowe kwamba kuna nyoka masikioni mwake. Sauti ya shangazi ilipasuka. Tulijaribu kumshika lakini alipambana na kila mtu. Amma alimeza mate. Na mama? Siku 3 baadaye, shangazi alinong'ona. Mtu alimkuta Adanma ndani ya kisima cha kanisa. Alikuwa akitazama juu. Ameketi pale akiimba nyimbo za dini peke yake. Koo la Amma lilikuwa kavu. Lakini kwa nini? Aliuliza tena. Kwa nini ilitokea? Shangazi Clara alitazama kando. Alimenya muhogo wa mwisho bila kujibu. Amama aliweka mkono wake kwenye goti la shangazi yake. Shangazi, tafadhali, nahitaji kujua. Mwanamke huyo hakumtazama. Baada ya ukimya mrefu, alizungumza kwa sauti ya chini. Nenda kamuulize mjomba wako. Mjomba John Bull. Anajua mengi kuliko mtu mwingine yoyote. Amama alipepesa macho. Mjomba John Bull, kaka mkubwa wa baba yake, mwanamume mwenye mgongo ulionyooka na macho ya baridi. Alikuwa ndiye pekee ambaye hakuwahi kuwatembelea Emeka na Adanma miaka hiyo yote. Badala yake, alichukua mali za baba yao.
mashamba mawili makubwa ya kakao, kitalu cha maduka 6 na nyumba ya familia. Ama aliomba mkutano. Ulikuja njia yote kutoka mjini kuniuliza maswali ya kijinga? Mjomba John Bull alidhihaki, akijimiminia divai ya mawese. Wazazi wako walipata wazimu. Ni jambo la kusikitisha, hiyo ndio yote. Lakini niliukuta ule wosia wa zamani, ama alisema kwa utulivu, akiweka hati mezani. Inasema hapa, mwana yoyote ambaye ameoa au ameposa wakati wa kifo changu, atarithi sehemu kubwa. Wakati wa kifo cha babu yangu, baba yangu alikuwa amemposa mama yangu. Wewe hukuwa na mtu yeyote. Macho ya John Bull yalicheza. Ama aliendelea. Lakini kwa namna fulani, baba yangu alipata wazimu muda mfupi baada ya mazishi. Na mama pia, wote ndani ya wiki moja. Unadhani nilitia sumu akili zao? Alicheka kwa neva. Hapana, nimepata kitu kingine, ama alisema. Ulimtembelea mganga fulani wa kienyeji mara 3 wiki hiyo hiyo. Uso wa John Bull ulicheza. Alisimama polepole. Unacheza na moto, msichana mdogo. Ama alisimama pia. Mikono yake haikusogea, midomo yake haikutabasamu. Nacheza na ukweli, alisema. Macho ya John Bull yalisinyaa kama paka anayetaka kuruka. Hujui lolote, alisema. Najua vya kutosha, ama alijibu. Walisimama ana kwa ana. Jua liligusa nusu tu ya uso wake, lakini moto uliokuwa machoni mwake uliwaka kikamilifu. Uongo ulikuwa unapasuka. Yaliyopita yalikuwa yanaamka. Na mjomba John Bull alikuwa amehisi tu siri zake zikianza kuteleza. Zamani, kabla ya wazimu, kabla ya gurudumu, kabla ya siri, mjomba John Bull aliwahi kujaribu kupenda. Wa kwanza alikuwa Chika. Alikuwa mwerevu. Sauti yake ilikuwa kali. Alivaa nadhifu. Alitembea kana kwamba anamiliki barabara. John Bull alimpenda. Alimnunulia karanga. Alimfuata kuanzia sokoni hadi nyumbani. Kisha siku moja akasema, Chika, nataka uwe mke wangu. Chika alitabasamu. Wacha tuone jinsi itakavyokuwa. Lakini John Bull alikuja na sheria. Usizungumze na mwanamume yoyote ambaye si jamaa yako. Rudi nyumbani kabla ya saa 12. Acha kuvaa suruali. Chika alipepesa macho. Wewe si baba yangu, alisema. Wewe bado si mume wangu. Alikunja uso. Akacheka na akamwacha amesimama mlangoni pake. Kisha akaja Nkeru. Aliuza vitabu kando ya barabara. Alipenda mashairi na muziki. Aliongea kwa upole lakini kwa msimamo. Kwa muda mambo yalienda vizuri mpaka siku moja walipopata ugomvi mdogo. John Bull alipiga kelele na Nkeru alipiga kelele kurudisha. John Bull aliinua mkono wake na kumzaba kofi. Usiku huo kaka zake walikuja. 3 kati yao, warefu, wenye hasira, wanyamavu. Walimpiga, wakamwacha amelala nyuma ya nyumba yake mwenyewe. Hakutembea sawa kwa siku 3. Kisha akaja Ifunanya, mjane. Alikuwa mtulivu, alikuwa mwema, alikuwa kila kitu cha kimya. Walizungumza, walishiriki chakula. Hata aliwahi kusali naye mara moja. Lakini bado John Bull hakufurahi. Yeye ni mwenye nguvu sana, alinung'unika usiku mmoja. Haombi, anihitaji. Hivyo akamwacha. Hakuelezea. Alitembea tu na kuondoka. Baada ya hapo, aliacha kujaribu. Hakuna mwanamke mzuri, alijisemea mwenyewe. Wana kelele sana, wana ujasiri sana, wako huru sana. Alikaa peke yake, baridi, kimya, mwenye hasira. Kisha ule wosia ukaja. Baba yake alikufa na wosia ukasema, mwana ambaye ameoa au ameposa atapokea sehemu kubwa. John Bull hakuwa na mke, hakuwa na mchumba, hakuwa na upendo. Lakini Emeka alikuwa naye. Alikuwa amemposa Adanma, mwalimu mtamu, yule mwenye kicheko machoni mwake. John Bull alichemka kama chungu kisicho na kifuniko. Aliona maduka, mashamba ya kakao, nyumba kubwa, na akaona yote yakimtoka. Alilaumu upendo, alilaumu wanawake, alilaumu Emeka. Hivyo alitembea kufuata njia nyekundu hadi ukingo wa kijiji. Aliingia kwenye kibanda kidogo chenye kuta za giza na moshi hewani. Mganga wa kienyeji aliketi akiwa amekunja miguu, macho yake meupe, sauti yake ikiwa laini kama upepo. Nataka kitu fulani kipotee, John Bull alisema. Mganga alimtazama John Bull kwa muda mrefu. Kisha akasema, unataka nini kipotee? John Bull hakusita. Kaka yangu, alisema, na mwanamke wake. Mganga aliinua mkono mmoja. Kuwa,
Hapana, John Bull alijibu. Zungusha vichwa vyao tu. Wacha wapoteze akili zao. Mtu yule alitabasamu. Hakuna damu, wazimu tu. Alinyosha mkono kwenye chungu kidogo cha udongo na kutoa unga mweusi. Aliumimina kwenye jani lililokunjwa. Choma huu karibu na chumba chao, alisema. Taja majina yao. Usiangalie nyuma. John Bull alimlipa kikamilifu na akafanya kama alivyoambiwa. Usiku wa 3 baada ya mazishi, wakati Emeka na Adanma walikuwa bado wanaomboleza kimya kimya, alichoma ule unga nyuma ya dirisha lao. Alitaja majina yao na akatembea na kuondoka. Siku iliyofuata, Emeka alikuwa akipiga kelele kuhusu nyoka. Siku 2 baadaye, Adanma alikuwa akiimba nyimbo za dini ndani ya kisima cha kanisa. Kijiji kilichanganyikiwa. Familia ilikuwa kimya, na John Bull akashika hatamu. Alishika funguo. Alichukua maduka. Aliingia kwenye shamba la kakao kana kwamba ni lake mwenyewe. Hakuna aliyemuuliza. Hakuna aliyethubutu. Miaka ilipita. Wazimu ulibaki na ardhi ilibaki mikononi mwake. Lakini sasa siri ilikuwa imepasuka. Ama alitembea moja kwa moja hadi kwenye kibanda cha mganga wa kienyeji. Alikuwa amekuja peke yake akiwa na ukweli tu kifuani mwake. Mzee yule sasa alikuwa mwembamba na mwenye mvi. Sauti yake ilikuwa ya polepole. Mikono yake ilitetemeka aliposogea. Najua ulichokifanya, alisema. Alitazama juu. Mimi ni binti wa Emeka, aliongeza. Na nimekuja kukitengua. Mzee yule alishusha pumzi. Aliegemea nyuma na kufumba macho yake. Ndiyo, alinong'ona. Nakumbuka baba yako na mama yako. Hawakuwa maadui zangu, lakini mjomba wako alilipa vizuri. Midomo ya Ama ilitetemeka. Macho yake yalikuwa na unyevu. Uliharibu maisha mawili, alisema. Ulivunja familia. Mganga alitikisa kichwa polepole. Na sasa unataka kuirekebisha. Ndiyo, Ama alijibu. Hata kama ni kuchelewa kwa ajili ya ardhi. Nataka akili zao zirudi. Mganga hakuomba pesa. Hakuomba shukurani. Alisimama na kwenda kwenye chumba cha nyuma. Alitoka na majani makavu, chupa ndogo, na mawe mawili meupe. Chemsha haya, alisema. Wacha wanywe kabla jua halijazama. Choma yale mawe kando yao na taja majina yao mara 3. Amawe alishika vile vitu kwa upole kama ameshika mtoto wa ndege. Je, itafanya kazi? Aliuliza. Kama roho zao bado ziko karibu, mganga alisema, basi ndiyo, itaziita zirudi. Ama alisimama. Alifuta machozi yake. Alimwangalia machoni. Asante. Kisha akageuka na kutembea na kuondoka. Hatua zake zilikuwa za kimya, lakini moyo wake ulikuwa ukipiga kwa nguvu. Ama alishika begi lile kwa nguvu kifuani mwake. Ndani kulikuwa na majani, chupa na yale mawe mawili meupe. Hakusimama kupumzika. Alitembea kana kwamba ardhi inamuita jina lake. Alipofika nyumbani, jua lilikuwa tayari limeinama chini. Wazazi wake walikuwa wamelala chini ya mwembe kama kawaida. Emeka alikuwa akichora mistari mchangani kwa kijiti. Adanma alikuwa akizungumza na kikombe cha plastiki kana kwamba ni mtoto. Ama alipiga magoti kando yao. Aligusa bega la Emeka. Baba, alisema kwa sauti ya chini. Alitazama juu akatabasamu kwa ile namna ya ajabu ya kuwa mbali. Malkia wangu amekuja, alisema. Mikono ya Ama ilitetemeka. Aliingia ndani ya kile kibanda kidogo walipokuwa wakiweka mkeka wao na makopo. Alichemsha yale majani. Harufu ilijaza hewa, chungu, kali na nzito kama kumbukumbu za zamani. Alileta kikombe nje. Moja kwa ajili ya Emeka, moja kwa ajili ya Adanma. Alipiga magoti mbele yao. Mama, baba, kunywa haya tafadhali. Adanma alichukua kwanza. Alianusa kisha akanywa polepole. Emeka alifuata bila neno. Wote walikohoa kidogo kisha wakafuta midomo yao. Ama aliweka yale mawe meupe karibu na miguu yao. Aliwasha kiberiti na kuyawasha. Hayakuwaka kama kuni. Yaling'aa kwa upole kana kwamba yanaamka. Kisha akanong'ona majina yao. Emeka, Adanma, Emeka, Adanma, Emeka, Adanma. Hakujua kama itafanya kazi. Aliketi tu pale akiangalia, akisubiri. Siku moja ilipita, 2, wiki, hakuna kitu. Mji haukusema lolote. Walimwangalia tu kana kwamba anakimbiza upepo. Kisha ikaja wiki ya 3. Ilikuwa jioni. Hewa ilikuwa laini. Ndege walikuwa ndio kwanza wameanza nyimbo zao za polepole.
Adanma aliketi. Alipepesa macho. Alitazama huku na kule. Aligusa kifua chake, kisha uso wake, kisha ardhi. Wapi? Niko wapi? Alinong'ona. Ama aliganda. Aliangusha bakuli mkononi mwake. Alitambaa kuelekea kwa mama yake. Mama. Adanma alimtazama. Macho yake yalikuwa safi. Bado yamechoka lakini safi. Emeka aliyekuwa amelala kando yao aliketi pia. Alimkodolea macho Adanma, kisha Amma, kisha ule mti uliokuwa juu. Adanma, alinong'ona. Aligeuza kichwa chake polepole. Emeka. Walishikana mikono. Vidole vyao vilitetemeka, macho yao yakajaa, vinywa vyao vikiwa wazi, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Kisha wakalia. Si kwa sauti kubwa, si kwa ukali, machozi ya upole tu. Machozi ambayo yalikuwa yameingoja miaka mingi ili yaanguke. Ama alianguka kwa magoti kando yao. Alilia pia. Hata kuku waliacha kukwaruza ardhi. Hata upepo ulisimama. Hata maembe kwenye mti yalionekana kuzuia pumzi zao. Ile laana ilikuwa imevunjika. Wazimu ulikuwa umewaacha. Na kwa mara ya kwanza katika miaka mingi sana, walikuwa wamerudi. Siku 3 baada ya kupona, Amma aliwaambia kila kitu. Wosia, usaliti, mganga, ardhi ambayo haikuwa yao tena. Emeka aliketi chini ya mwembe akisikiliza. Hakuongea. Macho yake yalibaki angani. Adanma alishika mkono wa Amma wakati wote. Aliposikia jina John Bull, uso wake uligeuka kuwa mgumu kama jiwe. Amma alisimama na kusema, njoni nami. Acha niwaoneshe kile kilichobaki. Hivyo walipakia begi dogo, kitambaa kimoja, Biblia moja, chupa ndogo ya maji na wakamfuata. Walifika kwenye ile ardhi wakati wa jua kuzama. Anga lilikuwa la machungwa, hewa ilinuka kama udongo mkavu na vitu vilivyosahaulika. Kwanza walipita lile safu la maduka. Milango ilikuwa inaning'inia, vumbi kwenye rafu, tandabui zikiwa kwa upole kwenye pembe. Ama alinyoosha mkono. Haya yalikuwa maduka yako, alisema. Hakuna anayeyapangisha sasa. Wanasema mahali hapa panaleta mkosi. Kisha walitembea kuelekea shamba la kakao. Miti ilikuwa imekauka, majani yalikunjwa kama karatasi ya zamani. Mingine ilisimama ikiwa nusu imekufa, mingine ilikuwa tayari imeshaanguka. Emeka aligusa gome la mti mmoja. Vidole vyao vilitetemeka. Kisha wakafika kwenye nyumba ya familia. Ile aliyokulia, paa lilikuwa na matundu. Kuta zilikuwa na nyufa kama mishipa ya zamani. Dirisha moja halikuwepo. Mlango ulilia kwa kila hatua. Amma alisimama mlangoni. Alisema kwa sauti ya chini, kila kitu kimeenda, baba. Emeka hakulia. Hakupiga kelele. Alitembea tu hadi katikati ya boma na kusimama pale. Alifumba macho yake. Alivuta pumzi ndefu. Kisha akamgeukia binti yake. Mwache abaki na vumbi, alisema. Amma alimtazama. Emeka alimwendea na kumgusa bega lake kwa upole. Tunaye wewe, alisema. Tuna akili zetu. Adanma alipiga hatua mbele. Aliwakumbatia wote wawili. Sauti yake ilikuwa tulivu. Tunaweza kuwa tumepoteza kila kitu kingine, lakini si sisi kwa sisi. Baadaye jioni hiyo, walipakia lile begi tena, na bila kuangalia nyuma, wakamfuata Ama kurudi mjini. Ardhi ilikuwa nyuma yao, lakini maisha yao yalikuwa ndio kwanza yanaanza. Walipakia kile kidogo walichokuwa nacho na kuhamia mjini kuishi na Ama, ambaye sasa alikuwa amefungua ofisi yake ndogo ya sheria. Miaka baadaye, watu wa Umudike bado wanazungumza kuhusu wale wanandoa wenda wazimu ambao walikuja kuwa wazima tena. Walipata wazimu, lakini upendo wao ulibaki, alisema mzee mmoja. Na mwishowe, alikuwa binti yao ndiye aliyerudisha heshima yao. John Bull sasa anaishi peke yake katika ile nyumba ya familia iliyovunjika, akizidi kukonda, kuwa na uchungu na kusahaulika. Ama, kwa upande mwingine, huamka kila siku akiwa na kusudi. Ofisi yake ya sheria inastawi. Wazazi wake wamepata furaha katika kuwasaidia watoto mjini kujifunza kusoma na kuandika. Na watu wanapomuuliza Ama mahali anapopata nguvu zake, yeye hutabasamu tu. Nimetoka kwa watu wawili walioshinda usiku wa giza nene, anasema, na bado wakapata kila mmoja. Natumai ulifurahia hadithi hii. Ikiwa ni hivyo, tafadhali like video hii, toa maoni yako kuhusu ulichojifunza kutokana na hadithi hii, shiriki na marafiki na familia, na usisahau kusubscribe kwenye channel kwa ajili ya hadithi nyingi zaidi za Kiafrika kama hii. Asante.